tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu katika sherehe ya Pentekoste mwaka C wa kanisa. Siku ya 50 baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya Pentekoste. Liturujia ya neno la Mungu katika sherehe hii inatufakarisha juu ya zawadi ya Roho Mtakatifu, kuzaliwa kwa kanisa na ushuhuda wa mitume. Katika sherehe hii ya Pentekoste tunaadhimisha mambo yafuatayo. Kwanza ni siku Roho Mtakatifu alipowashukia mitume wakiwa wamekusanyika pamoja katika nyumba huko Yerusalemu. Ishara kuu za uwepo wa Roho Mtakatifu ni upepo wa nguvu, ndimi za moto na kunena kwa lugha mbalimbali, matendo makuu ya Mungu. Ni utimilifu wa ahadi ya Kristo kwa mitume wake baada ya kupaa kwake mbinguni kwamba hata waacha yatima, atawatumia msaidizi, yaani Roho Mtakatifu. Pentekoste ni utimilifu wa ahadi hiyo na ni mwanzo wa maisha mapya ya kiroho kwa waamini wa kanisa la mwanzo. Pili, ni siku lilipozaliwa rasmi kanisa, ambapo baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, mitume walianza kuhubiri Injili hadharani bila hofu. Watu wengi walibatizwa siku hiyo, takriban watu 3,000 kama tunavyoambiwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 41, na jumuiya ya kwanza ya Wakristo ikaundwa, ndilo kanisa la mwanzo. Tatu, kwa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste tunahitimisha rasmi kipindi cha Pasaka. Roho Mtakatifu anaendelea kuliongoza kanisa nasi sote katika kumshuhudia Kristo mfufuka katika maisha yetu ya kila siku tunapoendelea katika kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa. Katika sherehe hii ya Pentekoste tumshukuru Kristo ambaye kwa njia ya Roho Mtakatifu sisi sote tumezaliwa upya. Tumeimarishwa na kutiwa nguvu ili tuwe mashuhuda hodari wa Injili ya Kristo kwa watu wote. Tunaposherehekea siku hii lilipozaliwa rasmi kanisa, tuliombee kanisa moja takatifu Katoliki la mitume ili liendelee kuwa chombo cha huruma ya Mungu isiyo na mipaka, na kwa njia hiyo sisi sote tupate uzima wa milele. Masomo yetu katika sherehe hii ya Pentekoste, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 hadi 11. Ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapodokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 3b hadi ya 7 na aya ya 12 hadi 13. Hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja,
kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi 23. Karibuni tusikize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Ee Bwana. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Maana na chimbuko la sherehe ya Pentekoste. Sherehe ya Pentekoste ni moja kati ya sherehe kubwa tatu na za muhimu katika dini ya Wayahudi, yaani sherehe ya Pasaka, sherehe ya vibanda na sherehe hii ya Pentekoste. Sherehe ya Pentekoste iliadhimishwa siku ya 50 baada ya sherehe ya Pasaka. Ilijulikana kama sherehe ya majuma, siku ya kusherekea mavuno ya kwanza, hasa mavuno ya ngano, ikiwa ni mavuno yao ya kwanza baada ya kuingia katika nchi ya ahadi. Ni siku pia waliposherekea kupokelewa kwa sheria ya Musa katika mlima Sinai. Hivyo watu wote katika sherehe hizo tatu tajwa walipaswa kwenda Yerusalemu kila mwaka kuziadhimisha katika hekalu. Mitume wa Kristo katika siku hii ya 50 baada ya sherehe ya Pasaka, ikiwa pia ni sikukuu ya Wayahudi ya kusherekea mavuno ya kwanza kama ilivyokuwa desturi yao, Roho Mtakatifu anawashukia juu yao walipokuwa wakisali pamoja huko Yerusalemu. Kama ilivyokuwa adhimisho la mavuno ya kwanza kwa Pentekoste ya Wayahudi, Roho Mtakatifu vivyo hivyo kwetu sisi wa Kristo ni tunda la kwanza la Kristo kwa mitume wake baada ya mateso, kifo na ufufuko na kupaa kwake mbinguni. Mitume wakisha kupokea Roho Mtakatifu wanakumbushwa yote waliofundishwa na kuyaona kutoka kwa Kristo, na wanapata nguvu ya kuanza kuhubiri na kumshuhudia Kristo mfufuka, na hapo kanisa linazaliwa rasmi. Nao watu wote waliofika Yerusalemu kutoka pande mbalimbali wanakuwa mashuhuda wa jambo hilo, wakiwashuhudia mitume wakinena hata kwa lugha zao. Hii ni ishara ya Kristo anayotuleta tena sote pamoja, tuliokuwa mbali kwa sababu ya dhambi. Pentekoste kwa Wayahudi ilikuwa pia ni siku ambapo walisherehekea kutolewa kwa sheria ya Musa kule mlimani Sinai. Kwetu sisi wa Kristo, kama vile Torati ilivyotolewa kwenye mlima Sinai, sasa Roho Mtakatifu anashushwa akichora sheria mpya ndani ya mioyo yetu, mioyo ya waamini wote, kama tunavyosoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 aya 33 na kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 36 aya ya 26 hadi 27. Nasi kwa njia hiyo tunakuwa mashuhuda kweli wa imani yetu kwa Kristo. Somo la Injili kutoka Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi 23 yatueleza tokeo la Yesu baada ya ufufuko kwa wanafunzi wake ambao walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Wakiwa katika hali hiyo, Yesu alisimama katikati yao na neno lake la kwanza kwao ni amani iwe kwenu. Na kisha anawaonyesha mikono yake na miguu yake ya kwamba ni yeye. Wanafunzi wanafurahi wanapomuona Bwana. Akiisha kuondolea hofu na mashaka, anawatuma mitume wake kwenda kufanya kazi ile ile ambayo yeye alitumwa na Baba kuja kuifanya, akiwaambia, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawatuma ninyi. Ili mitume waweze kutekeleza wajibu huu mkubwa wa kuwa mashuhuda wa Injili, walihitaji nguvu ya Mungu ndani yao, ndiyo ahadi ya Roho Mtakatifu ambao Kristo alishanena juu yake wakati akiwa bado angali pamoja nao. Anawavuvia Roho Mtakatifu, anatimiza ahadi yake kwamba sitowaacha yatima. Roho Mtakatifu aliwasaidia mitume kutimiza agizo la Kristo la kwenda kuhubiri Injili kwa watu wa mataifa yote. Pili, walipata mamlaka ya kuondolea watu dhambi zao
na kuwapatanisha watu na Mungu. Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu sisi sote tunapata msamaha wa dhambi. Tunaposamehewa dhambi, tunakuwa vyombo vya huruma ya Mungu kwa kupenda na kusameheana sisi kwa sisi, na ni Roho Mtakatifu anayetusaidia katika kupenda na kusamehe. Sakramenti ya upatanisho inatuondolea hofu na mashaka, inaturudishia amani na furaha ya kweli mioyoni mwetu, na inatibu tena mahusiano mema kati yetu sisi kwa sisi na kati yetu sisi na Mungu, ambao mara kadhaa yanaharibiwa kwa sababu ya dhambi. Katika somo hili la Injili Dominika ya leo tuna mafundisho matano ya kujifunza. Kwanza, Roho Mtakatifu anatuondolea hofu na mashaka, anatupa amani. Mitume wa Yesu, mara baada ya Yesu kukamatwa, kuteswa na kufa msalabani, wengi walikimbia, walijawa na hofu na mashaka, walijifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Kristo mfufuka alipowatokea aliwaambia, amani iwe kwenu. Alitambua ya kuwa walikuwa na hofu na mashaka, na hivyo anawapa habari njema ya furaha kwamba amefufuka, na hivyo hawakupaswa kuwa na hofu tena. Nao wanafurahi walipomwona Bwana. Huenda ndugu wapendwa, katika maisha yetu ya kila siku kuna nyakati tunakuwa na hofu. Hofu juu ya maisha, hofu juu ya familia zetu, juu ya kazi zetu za kila siku, juu ya malezi ya watoto wetu, juu ya mustakabali wa maisha yetu, hofu ya maradhi, hofu ya kifo, hofu ya majukumu mbalimbali yanayotukabili, ambao mara zingine tunaona kama ni mzigo mkubwa kuubeba na mlima mkubwa sana kuukwea. Ni katika hali hiyo Kristo anakuja kwangu na kwako. Ukiwa umejifungia katika hali hiyo ya hofu na mashaka, neno lake kwako ni amani iwe kwako, ni mimi, usiogope. Ni maneno ya kutia moyo kwamba Yesu hawezi kuniacha kamwe. Roho Mtakatifu aliye ndani mwangu, aliye ndani mwako, anakusaidia kutambua ya kuwa Kristo yupo nasi daima. Anatembea nasi katika safari yetu ya maisha. Anajidhihirisha kwetu sasa na daima, katika hali mbalimbali ambazo kila mmoja wetu anaweza kuwa anaipitia kwa wakati wake. Roho Mtakatifu akusaidie ndugu mpendwa kuisikia sauti ya Kristo anayesema na moyo wako, amani iwe kwako, nao ufurahi ukutanapo na Kristo. Pili, Roho Mtakatifu anaigeuza huzuni yetu kuwa furaha. Kristo alipowatokea mitume wake, aliwaonyesha mikono yake na ubavu wake. Hii ni ishara ya wazi kwamba utambulisho wake baada ya ufufuko ni matokeo ya mateso na kifo. Kisha mitume wanafurahi wanapomwona Bwana. Ndugu mpendwa, Yesu anatimiza ahadi yake kwa mitume ambao walijawa huzuni kubwa baada ya mateso na kifo cha Bwana wao, kwamba huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Aliwaambia maneno haya alipokuwa akikaribia kuingia katika mateso na kifo chake katika karamu ya mwisho, Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 20. Kumbe kabla ya kumpokea Roho Mtakatifu, Kristo anawaponya kutoka katika huzuni na hofu zao. Anawakumbusha kuwa utukufu huja baada ya mateso na kifo, hivyo hawapaswi kuogopa. Ndivyo anavyotupa moyo Kristo anapotokea katikati yetu. Anatuponya kutoka katika hofu na huzuni zetu, anatuondolea mashaka yetu, anatupa nguvu ya kutambua kuwa kwa njia ya Roho Mtakatifu hatupaswi kuogopa mateso na kifo, kwani ndiyo njia yetu ya kupata utukufu pamoja na Kristo mfufuka. Roho Mtakatifu aliye ndani mwetu atuondolee hofu na mashaka yote. Tuwe imara katika imani, matumaini na mapendo ya kweli kwa Kristo, nasi tutaipata furaha ya kweli. Fundisho la tatu, Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kuwa mashuhuda wa imani yetu. Kristo alipojidhihirisha kwa wanafunzi wake na kisha akaondolea hofu na mashaka, aliwatuma kwenda kuhubiri habari njema, kutoa ushuhuda wa maisha. Anawaambia, kama vile Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu waliweza kutekeleza agizo hili la Kristo. Sisi sote tuliobatizwa tunatumwa na Kristo kwa namna ile ile alivyowatuma mitume. Tunatumwa kuwa mashuhuda wa imani yetu kiaminifu ulimwenguni, kusimamia ukweli wa mafundisho ya imani yetu, kuishi kweli imani yetu bila kuogopa mateso, kusema ukweli na kutenda haki, kukemea maovu katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika kanisa na katika taifa letu. Kristo alifanya kazi aliyotumwa na Baba kwa uaminifu, na anawataka mitume wake kuifanya kazi hiyo hivyo hivyo. Kila mmoja amwombe Roho Mtakatifu amsaidie kutimiza kazi aliyotumwa na Kristo kuifanya, kila mtu kwa nafasi yake. Kila mmoja atekeleze kwa uaminifu wito wake na wajibu wake bila kuchoka, kwa kuwa tumekwisha imarishwa na Kristo, tumekwisha imarishwa na mapaji ya Roho Mtakatifu.
Fundisho la 4, Roho Mtakatifu ni uhai, pumzi ya Mungu ndani mwetu. Kristo anawavuvia mitume wake akiwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Kitendo cha kuvuvia ni ishara ya uumbaji. Tukirejea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 7, Mwenyezi Mungu anavyomuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, alimpulizia pumzi ya uhai. Pumzi, yaani ruah kwa lugha ya Kiebrania au pneuma kwa lugha ya Kigiriki, inafanya mtu kuwa nafsi hai. Kumbe Yesu anawavuvia mitume wake, anawapa nguvu ya kusamehe watu dhambi, na kwa njia ya kanisa tunakuwa wapya, tunakuwa hai tena tunaposamehewa dhambi zetu. Ndugu mpendwa, Kristo aliwapa mitume uwezo wa kuondolea watu dhambi zao. Ni sakramenti ya kitubio inayotupatanisha sisi na Mungu wetu, kielelezo cha huruma yake isiyo na mipaka kwa wanadamu. Anawavuvia, ishara ya uumbaji mpya ndani mwao. Ndiyo matokeo ya sakramenti ya kitubio ndani ya mioyo yetu. Tunatakaswa na kuondolewa dhambi, tunakuwa safi kabisa rohoni mwetu, tunaumbwa tena upya. Kristo anadhihirisha huruma kubwa ya Mungu wetu katika ondoleo la dhambi kwa njia ya sakramenti hii ya upatanisho inayoponya mahusiano mema kati yetu sisi kwa sisi na mahusiano mema kati yetu sisi na Mungu wetu. Fundisho la 5, Roho Mtakatifu anatusaidia kupenda na kusamehe. Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu sisi sote tunapata ondoleo la dhambi. Wajibu wetu hauishii hapo, bali unatudai na sisi sote kusameheana sisi kwa sisi. Roho Mtakatifu afungue mioyo yetu, tuwe tayari kusamehe na kuwapokea wale waliotukosea, wale waliotuumiza kwa nyakati fulani. Kristo anatupokea kila siku, na kila mara tunapotubu kwa njia ya Roho Mtakatifu anatutakasa na kutufanya wapya kabisa. Tujisikie au tusikie hitaji hili la kuwasamehe wote waliotukosea na kuwa tayari kusukumwa na Roho Mtakatifu kufanya upatanisho wa kweli katika maisha yetu ya kila siku. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 hadi 11 laeleza tukio la kushuka kwa Roho Mtakatifu juu ya mitume wa Yesu siku ya Pentekoste. Kristo anatimiza ahadi yake kwa mitume wake, ahadi ya kuwapelekea msaidizi, Roho Mtakatifu atakayewafundisha na kuwakumbusha yote waliofundishwa na kuyaona kutoka kwa Kristo. Ishara ya uwepo wa Roho Mtakatifu ni upepo wa nguvu, ndimi za moto na kunena kwa lugha. Upepo wa nguvu ni ishara ya Roho wa Mungu, ruah kwa lugha ya Kiebrania au pneuma kwa lugha ya Kigiriki. Ni pumzi, ni roho, ni nguvu ya Roho Mtakatifu itiayo uhai, iletayo uzima, inayobadilisha, yenye mamlaka ya kufanya upya. Kama vile Mungu alivyompulizia Adamu pumzi ya uhai, ndivyo Mungu anavyopuliza pumzi yake ya uhai ndani ya kanisa ili liwe hai na imara katika kuishuhudia Injili. Ndimi za moto ni ishara ya utakatifu na uwepo wa Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 3, habari ya Musa na kichaka kilichokuwa kinawaka moto. Ndimi za moto ni ishara ya mtendaji mpya wa ndani, Roho Mtakatifu akiwasha mioyo ya waamini kwa mapaji yake 7 ili awaimarishe katika kuishuhudia imani yao kwa Kristo. Ndimi nyingi za moto ni ishara ya karama mbalimbali ambazo zote zatoka kwa Roho yule yule mmoja. Kunena kwa lugha ni ishara ya wazi kuwa ujumbe wa Injili sio kwa Wayahudi pekee, bali ni kwa watu wa mataifa yote. Roho Mtakatifu analeta tena umoja kati ya watu wa mataifa yote, anaondoa mkanganyiko uliotokea katika mnara wa Babeli. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 ambapo lugha ziligawanya watu. Katika Pentekoste, lugha zinawakusanya tena watu, zinaleta umoja katika Kristo. Karama zote za Roho Mtakatifu lengo lake ni kujenga na kuimarisha umoja katika jumuiya ya waamini, yaani kanisa. Katika somo hili la kwanza tuna mafundisho manne ya kujifunza. Fundisho la kwanza, Roho Mtakatifu anafanya uumbaji mpya ndani mwetu. Upepo mkali ulikuja ghafla kutoka mbinguni. Ilikuwa ni ishara ya wazi ya Roho Mtakatifu. Ni ishara ya pumzi ya Mungu inayotia uzima, inayoleta mabadiliko ya ndani yenye mamlaka ya kufanya upya. Ndugu mpendwa, kwa njia ya ubatizo sisi tunazaliwa upya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tunakuwa hivyo watoto wa Mungu, tunakufa na kufuka pamoja na Kristo, tunavua utu wa kale na kuvaa utu mpya. Tunapokea utimilifu wa mapaji yake katika sakramenti ya kipaimara. Hatupaswi kurudi tena katika utu wetu wa kale. Hatupaswi kurudi tena katika maisha ya dhambi.
Ni Roho huyo ndiye anayetia uzima wa kimungu ndani mwetu. Pili, Roho Mtakatifu anatutakasa. Ishara ya pili ya uwepo wa Roho Mtakatifu ilikuwa ni ndimi za moto zilizowashukia mitume. Moto ni ishara ya utakaso. Roho Mtakatifu anatutakasa kutoka katika dhambi na uovu wetu katika sakramenti ya kitubio. Yesu alipowatokea mitume waliwapa uwezo wa kuwatakasa watu dhambi zao. Kumbe ni Roho Mtakatifu ambaye kila mara tunapoanguka katika dhambi na udhaifu anatutakasa, anatusafisha ili tuweze kustahili tena kujongea mbele ya Mungu aliye mtakatifu sana. Tatu, Roho Mtakatifu anawasha moto ndani mwetu. Ndimi za moto pia ni ishara ya Roho Mtakatifu anayewasha moto ndani yetu sisi waamini. Nyakati fulani tunakuwa dhaifu, tunakata tamaa, tunapoteza matumaini, tunakuwa waregevu kiroho. Ni Roho Mtakatifu anayewasha tena moto wake ndani mwetu, nasi tunakuwa hai tena, wenye ari na nguvu katika kuendelea kuishuhudia imani yetu. Licha ya magumu ambayo kila mmoja wetu anapitia, Roho Mtakatifu ni mfariji wetu mwema. Anaamsha matumaini yetu tena ndani mwetu, nasi kwa ujasiri tunaweza kusema, kesho Mungu ataniinua, kesho Mungu atanibariki, Mungu atanisikia na Mungu atajibu sala na maombi yangu. Hii ni roho inayoamka tena ndani mwetu ambayo inaletwa na moto wa Roho Mtakatifu. 4, Roho Mtakatifu analeta umoja kati yetu. Ndimi za moto zilizogawanyika ziliwashukia wote waliokuwa ndani ya nyumba. Walipokea karama mbalimbali na zote chanzo chake ni kimoja, ni Roho Mtakatifu. Waliweza kunena kwa lugha mbalimbali. Licha ya utofauti huo, waliweza kuhubiri na kusema matendo makuu ya Mungu na kila mmoja akaelewa kwa lugha yake. Ndugu mpendwa, katika sherehe hii ya Pentekoste tusali na kuomba umoja katika familia zetu, umoja katika taifa letu, umoja katika ulimwengu mzima. Zipo familia nyingi zilizovunjika kwa sababu ya kukosekana kwa amani, haki, usawa, ukweli, uwajibikaji na kadhalika. Yapo mataifa ambayo yameingia katika vita na migogoro mikubwa ya wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya uchu wa madaraka, ukosefu wa haki na ustawi kwa wote, ukosefu wa amani na tunu za kiutu. Roho Mtakatifu akatulete sote pamoja, aunganishe tena familia zilizovunjika, alete amani katika nchi zenye vita na migogoro ya kisiasa, atukusanye na kutuleta sote pamoja. Kristo ni mchungaji mmoja, nasi sote tu kundi moja chini yake aliye mchungaji wetu mwema. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 12 aya ya 3b hadi 7 na aya 12 hadi 13. Katika somo hili la pili, Mtume Paulo anafundisha kuwa Roho Mtakatifu ni msingi wa karama zote na huduma mbalimbali katika kanisa. Aliwaandikia waraka huu kanisa la Korinto ambalo lilikuwa limegawanyika kwa sababu ya mashindano, majivuno, kiburi na maoni mbalimbali juu ya karama za Roho Mtakatifu. Wengine walijiona bora kwa sababu walikuwa na karama fulani kama vile kunena kwa lugha, na kuwadharau wengine waliokuwa na karama zisizoonekana kama karama ndogo ndogo za huduma na msaada. Mtume Paulo anasisitiza kuwa karama zote zinatoka kwa Roho yule yule mmoja na zote ni kwa ajili ya faida ya wote, kuleta umoja, kujenga jumuiya na wala sio kwa manufaa binafsi na kuwatenganisha watu. Ndugu mpendwa, katika somo hili la pili tuna mafundisho matatu ya kujifunza. Fundisho la kwanza, Roho Mtakatifu ni chanzo cha karama zote. Mtume Paulo anawafundisha Wakorintho kwamba karama zote chanzo chake ni Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anapaswa kujivuna kwa kuwa hatuna karama yoyote inayotoka kwetu, bali ni Roho ndiye anayetupatia sisi bure. Roho Mtakatifu ndiye mgawaji wa karama zote za kimungu. Ndugu mpendwa, Pentekoste inatukumbusha juu ya ukarimu wa kimungu anayegawa karama na vipaji mbalimbali kadiri apendavyo. Wengine wamepewa vingi kuliko wenzao, wengine wamepewa vichache. Hatupaswi kujivuna na kujiona kwamba sisi ni wapekee sana kuliko wengine, tukawadharau, tukawanyanyasa wengine ambao pengine hawana karama na vipaji kama vile Mungu alivyonijalia mimi na wewe. Tunapaswa kumshukuru Mungu na kuvipokea vyote kwa unyenyekevu mkubwa, tukijua kuwa ni Mungu ametupatia bure, nasi tunapaswa kuvitumia kwa ajili ya Mungu na ustawi wa taifa lake takatifu. Fundisho la pili, karama zote za Roho Mtakatifu zapaswa kutuunganisha na kujenga jumuiya moja. Mtume Paulo anaeleza karama za Roho Mtakatifu kwa mfano wa mwili wenye viungo vingi, yaani kanisa moja ambalo kichwa chake ni Kristo, nasi sote tu hivyo viungo
vya mwili wa Kristo. Karama zote ambazo tunazo, ndugu wapendwa, ni kwa ajili ya kuleta umoja na mshikamano kwetu sisi sote tulio ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu ni chanzo cha umoja, na hivyo karama yoyote yenye lengo la kuleta utengano, hiyo sio karama ya Roho Mtakatifu. Tujiulize kila mmoja, ninatumia karama za Roho Mtakatifu katika kuleta umoja na mshikamano, katika kuleta ufanisi katika familia yangu, katika kuleta umoja na upendo katika jumuiya yangu na kadhalika? Fundisho la tatu, karama zote za Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya huduma kwa wengine. Mtume Paulo anawafundisha Wakorinto na sisi sote kwamba karama zote za Roho Mtakatifu lengo lake ni huduma kwa wengine. Katika kanisa la Korinto, karama za Roho zilianza kutumika vibaya. Waliokuwa nazo wakazitumia kwa ajili ya kujipatia sifa na utukufu badala ya kulenga katika kuhudumia wengine katika jumuiya. Tumwombe Roho Mtakatifu atusaidie. Tukumbuke kuwa tumepewa karama hizi bure, nasi tunapaswa kuzitoa bure kwa wengine bila majivuno, tukilenga katika kuhudumia na kustawisha wengine ili wakue na kuimarika kiroho. Ninawatakia nyote sherehe njema ya Pentekoste. Iliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.